Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi, jina langu Rukaiya Mikidadi, Rukaiya mtoto wa Mikidadi. Almadrasatu Baitul Maamul, najifunza katika madrasa ya Baitul Maamul. Leo nimewasimamia hapa ili kuhadisia kitu ambacho Mola amesema watu ambao wasioingia peponi ni wale. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, maana maktubu ala babi janna, katika pepo kumeandikwa katika mlango wake mkubwa, adhihi janna, hii ndiyo pepo. Harama Allahu ala thalatha, Mwenyezi Mungu kasema ni haramu kuingia humu watu wa namna tatu. Wahidu akla waidaifi, mtu wa kwanza asiyeruhusiwa kuingia peponi ni yule anayewaudhi, anayewakera wazazi wake wawili na kutoheshimu. Ithnaini waldaithi, mtu wa pili asiyeingia peponi ni yule asiyekuwa na wivu. Unatakiwa kuwa na wivu, sio kila kitu kwa mke wako unakubali. Acha upumbavu, huo ni ubwege. Thalatha mushirika bilabi, mtu wa kwanza asiyeruhusiwa kuingia peponi ni yule anayemshirikisha Mola wake. Kwa machache haya naishia hapa kwa kusema waadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Idrisa Rashidi, natokea katika madrasa ya Baitul Maamur. Leo na hadithieni maisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajapewa utume. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam, maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani. Kabla al-ba'tha, kabla hajapewa utume, kana nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani, yatamidu ala nafsihi, ajitegemea juu ya nafsi yake, fi maishati, katika kujitafutia maisha yake mwenyewe, mwanzo bidayati shababihi, tangu alipoanza na ujana wake. Kana yarqa wanama, na alikuwa anachunga wanyama, kondoo na mbuzi. Biajiri, kwa ujira, bimaana alikuwa analipa pesa kwa kazi hiyo ili kuweza kukizi maisha yake. Libaadhi ahli Maka, kwa baadhi ya watu wa Maka ndio waliokuwa akiwachungia wanyama wao. Safari maa ami ila Sham, safari pamoja na ami yake kuelekea Sham, fi tijara, kwa ajili ya biashara. Kana nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, mashuhura fi Maka, mtu mashuhuri maarufu katika mji wa Maka. Bi qalbi sadiqul amin, akupewa jina la utani mkweli nifu, kutokana na tabia zake zilizokuwa njema nzuri za kupendeza. Imraat sharifatil Maka, mwanamke mtukufu katika mji wa Maka. Kanat Khadija bintu Khuwailid, alikuwa ni Khadija mtoto wa Khuwailid. Sami'atu Khadija, alisikia Khadija. Bi husni khuluqi nabii sallallahu alaihi wasallam, uzuri wa tabia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, rehma za Mungu ziwe juu yake na amani, uzuri wa tabia Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehma za Mungu ziwe juu yake na amani. Fahidati ilahi, akamwajiri. Bitijara fi maliha, kumfanyia biashara katika mali zake. Wa baada dhalika, na baada ya hapo, ridhiyan zawjallaha, aridhia Bwana Mtume kuwa mke wake. Wakana umru wa 25 ama, na Bwana Mtume alikuwa na miaka 25. Wakana umru 40 ama, na Bi Khadija alikuwa na miaka 40. Kama chache haya naishia hapo kwa kusema wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Rahimu Abdalla, Rahimu mtoto wa Abdalla. Almadrasatu Baitul Maamur, najifunza katika madrasa ya Baitul Maamur. Nimesimama hapa mbele yenu ili kuhadisia matokeo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa Rasulullah, bwana wetu Mtume Muhammad, yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ila nasi kafa, ni kwa watu wote. Bimaana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam wa akhiru ila nasi, na ametumwa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu kwa watu wote, viumbe vyote, awe rehema ya ulimwengu mzima. Wa imamu rusul, na ni kiongozi wa mitume yote iliyopita hapo nyuma kabla. Jaa bidini al-Islam, amekuja na dini ya Uislamu. Allah amemtuma kuja na dini ya Uislamu. Alladhi, dini ambayo la yukubalu Allah yawmal qiyama din al-khair, hatukubali Mwenyezi Mungu siku ya kiyama dini isiyokuwa ya Uislamu. wa huwa min nasli saadati Quraish, na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametokana na kabila la Quraish, ashrafi kabilatil Makkah al-Mukarrama, kabila lililotukuka katika mji wa Makkah uliotukuka. Ashrafi kabilatil Makkah al-Mukarrama, kabila lililotukuka katika mji wa Makkah uliotukuka. Nasabuhu Ismail ibn Ibrahim alayhi wasallam, na muungana ukoo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ismail, amani iwe juu yao. Kwa machache haya naishia hapa kwa kusema wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Unasema nini mwanzo? Unatoa salamu na kitambulisha jina lako, nasoma baada ya sabati maamuri na wasomeni sawa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Najma Zuberi, nasoma katika madrasa Baitul Maamul. Nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea ukoo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, nasabuhu wa wakati waladi, ukoo wake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kufa kwa baba yake waliduhu Abdullah, na baba yake Mtume anaitwa Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah mtoto wa Muttalib bin Hashim, Muttalib mtoto wa Hashim ibn Abdi Manafi, Hashimu mtoto wa Manafi ibn Kuswai, Manafi mtoto wa Kuswai ibn Kilabi, Kuswai mtoto wa Kilabi, wa umuhu Amina, na mama yake Mtume anaitwa Amina, Amina binti Wahabi, Amina mtoto wa Wahabi. Fatadita umuhu ma walidi fi jadil Aminis, na umeungana uko mama yake Mtume na baba yake kukutana katika kuungana wa huwa Kilabi, na yeye ni mzee Kilabi. Huyu mzee Kilabi ndiye aliyefanya ukoo mama yake Mtume na baba yake kukuta katika kuungana. Wala kaditufi waliduhu wa huwa fi batuni umahi, na kwa hakika amefariki baba yake Mtume aliyakuwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo katika tumbo la mama yake, bimaana bado hajazaliwa. Wa umru 18 sana, amefariki na umri wa baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amefariki aliyakuwa na umri wa miaka 18, na baada ya kufa wadufi na bil Madina, na amezikwa katika mji wa Madina. Na vile vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yatrukallahu saika minal mali, na wala kuacha kitu chochote katika mali. Kwa machache haya naishi hapa kwa kusema wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Faimwal, al-Madrasatu Baitul Maamur. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, al-imanu bil malaika, imani ya kuamini malaika. Al-muslim yatakidu anna Allah halaka al-malaika min nur, Muislamu anatakiwa itakidi ndani ya moyo wake haraka kama Mwenyezi Mungu ameumba malaika kutokana na nuru. La yasuna Allah, na wala hawamuasi Mwenyezi Mungu. Wa yanafiduna maamila, na anatekeleza ambayo anaamrishwa. Wa min malaikatu rusulullah minal anbiya, kutokana na malaika na wajumbe wa Mwenyezi Mungu kupeleka habari kwa manabii na mitume. Jibril alayhi salamu wa salatu, amani ya Jibril iwe juu yake. Kwa machache haya naishi hapa kwa kusema wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasoma katika madrasa Baitul Maamur. Bismillahirrahmanirrahim.
idha jaa nasrullahi wal fath, unapokuja msaada wa Allah, waraita nnasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ukaona watu wakiingia dini Allah makundi kwa makundi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Basi tumtakase Mola pamoja na kumsifu muombe makafira, kwani yeye hakuacha kuwa mwingi wa toba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Aslat Saidi, mtoto wa Saidi, Almadrasatu Baitul Maamul. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma amani ziwe juu yake, man haraja fi talabi na ilmi, atakayetoka kwa ajili ya kutafuta elimu, kala fi sabilillah, atakuwa amejiwezea katika fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo atakuwa amepambania dini ya Mwenyezi Mungu, hata yarjiu, mpaka atakaporudi. Bimaana mtu huyo atakuwa ametoka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiombee katika swala zima ya kutafuta elimu. Elimu nzima ndio uhai wa maisha ya binadamu. Al-ilmul hayatul Islam, elimu ndio uhai wa Uislamu. Bimaana Uislamu unahitaji tusome na tujue dini yetu, na tumjue Mwenyezi Mungu kwa undani, na tufanye ibada zake kwa uhakika, na tujue mipaka ya dini yetu. Kwa machache haya naisha hapa kwa kusema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Amili Juma, Almadrasatu Baitul Maamul. Nimesimama hapa mbele yenu kwa kuwatajia nguzo za swala. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arkanu swala, ni ngapi nguzo za swala? Arkanu swala 14. Nguzo za swala ni 14. Nguzo ya kwanza ya swala qiyamul qadr, kusimama kwa mwenye kuweza. Nguzo ya pili ya swala ania, kutia nia. Nguzo ya tatu ya swala qiraatul Fatiha, soma suratul Fatiha. Nguzo ya 4 ya swala asujudu, kusujudu. Nguzo ya 5 ya swala al-i'tidal, kuitidadi. Nguzo ya 7 ya swala julusu baina sajidataini, kukaa baina sajida mbili. Nguzo ya 9 ya swala atmanina fi kulli raka, kutuliza zana katika raka. Julusu litashahud al-akhir, kukaa atashahud al-akhir, atayatu ya mwisho. Kwa machache haya naishi hapa kusema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ganzel Baruti, nasoma chuo cha Baitul Maamul. Naelezea kuhusu swala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Saidina Ali, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Kala, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdul mu'minina atruku swala, hapana mja yote yule muumini wa Kiislamu anayeacha swala, wala miatiha illa kataba Allahu ala wajhi, na wala kuileta hiyo swala ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uandika juu ya uso wake. Hadha kharij min rahma Allah, huwa ametoka katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa anna bariyum minhu, na mimi nipo mbali naye mtu huyo. Wa idha taraka al-abdu fardhan wahida, na pindi mja anapoacha kipindi kimoja swala fardhi, kutiba ismuhu ala babin nar, huandikwa jina lake katika mlango wa moto. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salawati, yoyote yule mwenye kuhifadhi swala, kanat lahu najata yaumal qiyama, itakuwa kwake uokovu siku ya
kiyama, bimaana atanusurika na adhabu zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile atakuwa wa nuran wa burhana, na nuru na burhan. Mwenyezi Mungu atamjalia nuru na burhan. Burhana ni kama mvuto, Mwenyezi Mungu atampa mvuto na atakuwa mwenye kuvutia. Lam takun lahu najata yaumal qiyama, na asiyehifadhi swala, bimaana asiyeswali swala tano hataki kuswali kumwabudu Mola wake. Lam takun lahu waman lam yuhafidh ala salawati wala nuran wala burhan, na asiyehifadhi swala, bimaana asiyeswali swala tano hataki kuswali kumwabudu Mola wake. Wala amana, na wala hatakuwa na amani. Kwa machache haya naishi hapa kwa kusema hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ali Nasibu, najifunza katika madrasa ya Baitul Maamur. Nataka kuwasomeni hadithi. Maana tauhid huwa ifradullah bil ibada, nayo hiyo tauhid maana yake ni kumkopesha Mwenyezi Mungu katika ibada. Kaduai, kama vile bimeana kumwombea Mwenyezi Mungu, na leo nawataka badhabe na kuchinja nyama ambao ni halali kuliwa katika sheria ya Uislamu. Wa nadhir, na kuweka nadhiri yenye iwe nadhiri nzuri, sio nadhiri mbaya yenye kumchukiza Mwenyezi Mungu. Wanadhir, na kuweka nadhiri yenye iwe nadhiri nzuri, sio nadhiri mbaya yenye kumchukiza Mwenyezi Mungu. Walghafi, na gofu yenye kumpendezesha Mwenyezi Mungu, si yenye kumchukiza Mwenyezi Mungu. Wa ghairu dhalika, na mengineyo siokuwa na hayo. Huwa dinu rusul, nayo hiyo tauhid ya mitume yote imeteremshwa na tauhid. Kauluhu Taala, kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu amesema katika ndani ya Qur'an, Suratun Nahl aya 36, walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika Mwenyezi Mungu katuma katika kila kiumma. Kwa machache haya naishi hapa kusema assalamu alaikum